Hii ni simulizi ambayo inafunza sana. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media na kuomba utazame video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu simulizi hii ambayo inamhusu mchungaji aliyekuwa akitembea na wake za watu. Sasa cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata simulizi mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, katika mji mmoja mdogo aliishi mchungaji mmoja aitwaye Ezekiel. Mchungaji Ezekiel alikuwa ni mtu mwenye haiba nzuri, mwenye ufanisi mkubwa wa kiroho, na alikuwa akiongoza kanisa la mji huo kwa umakini na upendo mkubwa sana. Alijulikana kama mtu mwenye hekima na maarifa ya kiroho, na watu walimheshimu sana katika mji huo. Kila Jumapili kanisa lilijaa waumini wengi kweli kweli, wakienda kuombewa na kusikiliza neno la Mungu katika kanisa la mji huo. Na mchungaji Ezekiel alikuwa akiwahubiria ujumbe mzito wa neno la Mungu. Alikuwa na uwezo wa kuhubiri kwa nguvu na kuvutia watu kwa maneno yake, lakini aliishi maisha ya siri sana ambayo yalikuwa kinyume na mafundisho aliyokuwa akiyahubiri kanisani. Mchungaji Ezekiel alijua namna ya kutengeneza uhusiano wa karibu sana na wake za waumini wake. Mchungaji huyu alikuwa na utaratibu. Kila baada ya ibada siku ya Jumapili huwa anaondoka na mke wa mtu mmoja kwenda nyumbani kwake kwa ajili ya kumfanyia maombi. Lakini kila akifika nyumbani kwake, maombi yanabadilika na kuanza kufanya mambo ya uasherati, kwa maana kutembea na mke wa mtu nyumbani kwake. Siku moja ya Jumapili, mchungaji Ezekiel alikuwa kanisani akihutubia neno la Mungu, na katika siti za mbele alimuona mwanamke mweupe mnene ambaye kwa haraka alimfahamu kuwa huyu ni mke wa Samueli, na Samueli ni moja ya muumini mkubwa sana wa kanisa ile ambalo lipo katikati ya mji. Hivyo basi mchungaji alimezea mate sana mke wa Samueli ambaye alikuwa amekaa mbele. Hivyo mchungaji aliendelea kuhubiri na kutoa neno la Mungu huku akimpigia jicho ama akimkata jicho mke wa Samueli, kwa kuwa ndio aliyekuwa amekaa mbele. Lakini baada ya mchungaji kuhubiri, akarudi akakaa katika siti yake. Mchungaji akilini mwake aliwaza sana, kwa leo nitaondoka na nani? Bora niondoke na mke wa Samueli. Hivyo basi mchungaji Ezekiel, mara baada ya ibada kutamatika siku ya Jumapili, hakika alimfuata mke wa Samueli na kumwambia kwamba leo nataka nikakuombe nyumbani kwangu kwa ajili ya kuhakikisha mambo yote yanaenda sawa, lakini pia biashara yako pamoja na familia yako mnaishi kwa amani na biashara utafanya vizuri. Hivyo basi mke wa Samueli aliamua kuongozana na mchungaji mmoja kwa moja kutoka kanisani hadi nyumbani kwake kwa ajili ya kupata ibada, ili mambo yake yaende vizuri, kwa sababu anakwenda kuombewa na mtumishi wa Mungu. Mke wa Samueli pamoja na mchungaji waliondoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwake na mchungaji, na walipofika tu tayari maombi yakaanza wakiwa sebuleni. Na wakati maombi yanaendelea, hakika mchungaji na tabia yake ya kishenzi akaanza kumshika mke wa Samueli, huku mikono ikianza kupita katika sehemu mbalimbali za mwili wa mke wa Samueli. Na mke wa Samueli hakutaka sana kumzingatia mchungaji, alijua tu ni maombi kama yalivyo maombi mengine. Lakini maombi hayo hayakufika mbali baada ya wote wawili kuzidiwa na kuamua kuvunja amri ya 6 hapo sebuleni kwa mchungaji Ezekieli. Kwa bahati mbaya kwa mchungaji, lakini pia ni kwa bahati nzuri kwa waumini, kumbe kuna mwanamke mmoja ambaye aliwahi fanyiwa kitendo hiki cha kinyama na mchungaji huyu Ezekiel. Alikuwa dirishani akirekodi uchafu wote bila mchungaji Ezekiel kujua. Haya bwana, baada ya mchungaji na mke wa Samueli kufanya kile ambacho wao walikifanya, basi mke wa Samueli aliondoka kwa mchungaji kisha akarejea nyumbani kwake. Sasa basi ilipofika siku ya Jumapili nyingine, kwa maana ilipofika siku ya ibada, siku ya Jumapili, kanisa lilifurika watu kama kawaida, kwa sababu huyu ni moja ya mchungaji ambaye anaaminika katika mji huo. Hivyo
kanisa lilijaa watu na ibada ikaendelea. Sasa akaingia yule muumini ambaye aliweza kurekodi tukio zima ambalo lilitokea katika nyumba ya mchungaji wiki moja iliyopita. Moja kwa moja mwanamke huyu ambaye alirekodi tukio zima alienda kwa mtu ambaye huwa anaweka sinema pale kanisani na akampa flashi na kumwambia kwamba humu katika flashi yapo mafunzo ya dini ya ndani ya flashi. Hivyo hii leo nataka waumini waweze kutazama mafunzo haya kwa ajili ya kujifunza zaidi. Basi bwana, kwa kuwa waumini pamoja na viongozi mbalimbali wa kanisa hilo hawakujua nini hasa ambacho kipo ndani ya flashi, hata mchungaji Ezekieli yeye mwenyewe aliafikia kwamba iwekwe hiyo flashi kwa ajili ya kutazama mafunzo hayo ya kidini. Hivyo basi flashi iliwekwa katika sinema. La haula, mambo ambayo yalionekana katika sinema hiyo hakika ni mambo machafu kweli kweli, kwa sababu ilimuonesha mke wa Samueli pamoja na mchungaji wakifanya uchafu wao nyumbani kwa mchungaji. Na ikumbuke tu kwamba katika siku ya Jumapili hii mke wa Samueli alikuwa kanisani pamoja na mume wake. Hivyo aibu ilikuwa ni kubwa kweli kweli, kanisa lenye waumini wengi wakitazama yale mambo ya ajabu ambayo ameyafanya mchungaji Ezekiel. Hakika hili ni jambo ambalo limeumiza waumini wengi mara baada ya kuona uchafu huo, na sio mke wa Samueli, wamefanyiwa wengi kweli kweli katika kanisa la huyu mchungaji Ezekieli. Mara baada ya taharuki kuzuka pale kanisani, mchungaji Ezekieli alikiri makosa yake mbele ya kanisa na alieleza kuwa alijua kuwa aliishi maisha ya udanganyifu na alikuwa akikiuka amri za Mungu. Alijua kuwa alikosea na aliomba msamaha kwa Mungu na kwa waumini wote wa kanisa hilo. Lakini mchungaji Ezekieli alikuwa amepoteza imani kwa waumini wengi kweli kweli, na alikuwa akijua ya kuwa alikuwa ameumiza na kuwatia huzuni watu wengi, kwa sababu walitembea na wanawake wa watu katika kanisa hilo. Uongozi wa kanisa hilo ulimuondoa kanisani, kwa maana ulimfuta uchungaji na kumwacha aendelee na maisha yake. Mchungaji Ezekiel alijikuta akipitia maisha magumu sana. Aliishi maisha ya kujitafakari kila siku, akijua kuwa aliharibu sifa yake kwa matendo yake ya siri na ya ajabu ambayo hayakumpendeza Mwenyezi Mungu. Aliamua kujitenga na jamii na kwenda kutafuta njia ya kujirekebisha mbele ya Mungu, akijua kuwa ni Mungu pekee anayeweza kumsamehe dhambi zake ambazo amezitenda kwa muda mrefu kweli kweli. Hakika hapa mchungaji Ezekiel, msemo ambao unamfaa ni msemo wa majuto ni mjukuu. Hadithi hii inatufundisha kuwa uongozi wa kiroho unahitaji kuwa na uaminifu, ukweli na heshima mbele za Mungu pamoja na waumini. Inatufundisha kuwa dhambi za siri hazidumu, na wakati mwingine matendo yetu yanaweza kuathiri watu wengi, hasa wale tunaoongoza. Ni fundisho muhimu kwamba kila mmoja wetu anahitaji kuwa na maisha ya wazi na ya kiroho safi mbele za Mwenyezi Mungu. Na kufikia hapa, sisi hatuna la ziada. Kipi ambacho wewe umejifunza pia kutoka katika simulizi hii? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment. Tukutane tena katika video nyingine. Bye bye.